Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia sura ya historia ambayo mara nyingi inasahauliwa, lakini iliathiri mataifa mengi. Tutaangalia jinsi vita baridi vilivyopita kupitia Afrika na kuiacha iliyoko leo hii. Marekani na Urusi waligombea ushawishi katika bara letu kwa miongo kadhaa baada ya uhuru. Miaka ya 90, 60 na 70 iliona mapambano makubwa kati ya magharibi na mashariki. Miji mingine iligeuzwa kuwa maeneo ya vita ambayo hayakuwa yao wenyewe kabisa hata kidogo. Ningependa kuwaomba mkae nami hadi mwisho wa safari hii ya kuvumbua ukweli wa historia. Kama hujajifunga mkanda wa ufalme uliopotea bado, basi tafadhali fanya hivyo sasa hivi na ubonyeze kengele. Tuanze safari yetu ya kuelewa jinsi nchi kubwa mbili zilivyofanya Afrika kuwa uwanja wa michezo. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1908 Mababa, Maza Makumbatia mwaka 1900 na kuhandia vita Mibia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Handemikia na Chuka Masimkiana. Baada ya Tutandahomba walijifunga mkanda wa falme uliopotea mwaka 1900 na Tuka Masemkia. Baada ya Kimianjimo Majia mwaka 1908 Mababao mwaka 1900 na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Lea kukitamkirika Safafila ilivokirika na kuwa bado. Baada ya vita kuwa Wanja. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanyemikia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika ilivokilika na kuwa bado. Baada ya vita kuwa Makina kukitandika Likirika Hanyemikia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanyemikia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Mata Mafariau wa Mzaimwevi Baskwa Kumoji moja Maambale Membo kutoa moja mafalme uliopotea mwaka 1900 na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kututalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Jisimia muchi mengini ukuwa mafalme uliopotea mwaka 1900 na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Baada ya vita kuwa Makina kukitalika Likirika Hanemkia na Tuka Masemkia. Biliona Makai ya mwaka 1948 ulimwengu uligawanyika. Marekani na muungano wa nchi za Kisovieti walibaki kama nguvu kuu mbili za dunia. Hawakupigana moja kwa moja, lakini waligombea ushawishi
katika maeneo mengine kote ulimwenguni. Afrika ilianza kupata uhuru kutoka kwa wakoloni wazungu katika miaka ya 90 na 50 na 60. Nchi mpya zilihitaji msaada wa kiteknolojia na wa kijeshi na wa kiuchumi kutoka nje. Washirikiano wapya walikuwa na nia tofauti kuhusu jinsi ya kuendesha nchi zao. Wengine walipenda mtindo wa kibepari wa Marekani, wakati wengine walipenda ujamaa wa Urusi. Vita baridi vilianza kupanda juu ya Afrika kwa njia ambazo watu hawakuzingatia mara moja. Nchi za Magharibi na Mashariki zilianza kutoa misaada kwa serikali mpya za Kiafrika. Madhumuni yalikuwa ni kupata rafiki na kuongeza nguvu zao katika bara hili kubwa. Huko Kongo mwaka 1960 tunaona mfano wa kwanza mkubwa wa mvutano. Patrice Lumumba alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo baada ya uhuru kutoka Ubelgiji. Lumumba alitaka msaada wa Urusi baada ya kukosa ushirikiano wa haki kutoka Magharibi. Marekani na Ubelgiji waliogopa kuwa Kongo inaweza kuwa taifa la kijamaa katikati ya Afrika. Shirika la ujasusi la Marekani lilichangia kumuua Lumumba mwaka 1961. Mobutu Sese Seko alishika madaraka kwa msaada wa Magharibi na akaendesha udikteta miaka 30. Historia hii ya Kongo inaonyesha wazi jinsi nchi kubwa zilivyoathiri uhuru wa Afrika. Watu wengi wa kawaida waliumia na wengine walikufa kwa sababu ya siasa za dunia. Ningependa kusikia mtazamo wenu kuhusu hili katika sehemu ya maoni hapa chini ya video. Je, mnachofikiri ni nini kuhusu jinsi Magharibi walivyoingilia mambo ya Kongo wakati huo? Angola ni mfano mwingine muhimu sana wa jinsi vita baridi vilivyopita katika Afrika. Nchi hii ilipata uhuru kutoka Ureno mwaka 1975. Lakini uhuru haukuwa ni mwisho wa matatizo, bali ni mwanzo wa vita virefu. MPLA, FNLA na UNITA walikuwa vikundi vitatu vikuu vilivyopigania madaraka. MPLA walipata msaada kutoka Urusi na Cuba, wakati FNLA na UNITA walipatiwa silaha na Marekani. Askari 30,000 kutoka Cuba walipelekwa Angola kusaidia MPLA katika vita hivi. Afrika Kusini pia iliingilia vita hivi kwa kuisaidia UNITA dhidi ya serikali ya MPLA. Vita hivi viliua watu mamia elfu na kuharibu uchumi wa nchi kwa miongo kadhaa. Angola ilikuwa mfano wa vita ya Wakara, ambapo nchi kubwa zilipigana kupitia watu wa Afrika. Amani haikupatikana mpaka mwaka 1992 baada ya miaka mingi. Eritrea, N1 na Somalia vile zilikuwa katika mchezo huu wa vita baridi kwa njia yenye kuvutia. Mwaka 1978, Somalia ilishambulia Ethiopia ili kudai eneo la Ogaden. Somalia ilikuwa rafiki wa Urusi zamani, lakini Ethiopia ndiyo iliyokuwa na ushirikiano na Marekani. Lakini baada ya mapinduzi, Ethiopia iligeukia upande wa Urusi na kupata msaada mkubwa. Cuba ilituma askari 15,000 na washauri wa kijeshi kusaidia Ethiopia. Somalia ikajikuta ikitoka upande wa Masovieti na kurudi kwa Magharibi kukiomba msaada. Ethiopia ilishinda vita, lakini eneo la pembe ya Afrika liliendelea kuwa kovu la vita. Hii inaonyesha jinsi nchi kubwa zilivyobadilisha upande wao kulingana na faida zao tu. Mataifa ya Afrika yalikuwa tu sahani za kuwekea michezo ya nchi za nje. Mozambiki nayo ilipata uhuru kutoka Ureno mwaka 1975. Frelimo ilishika madaraka na kuanzisha serikali ya kijamaa iliyokuwa na uhusiano na Urusi. Afrika Kusini na Rhodesia waliunda kundi la waasi liitwalo Renamo ili kupigana na Frelimo. Marekani walitoa msaada kwa njia fiche kwa Renamo kupitia nchi jirani za Mozambiki. Vita vya wenyewe kwa wenyewe viliendelea miaka 16 na kuua watu 100,000. Miundombinu ya nchi iliharibiwa kabisa na uchumi ukashuka chini sana kwa kipindi kirefu. Amani ilipatikana tu
mwaka 1992 baada ya mazungumzo marefu. Mozambiki ni mfano mwingine wa jinsi Afrika ilivyokabiliwa na vita ambavyo si yake. Watu wa kawaida ndio waliokabiliwa na mateso makubwa zaidi katika mapambano haya yote. Kama mnafurahia maudhui haya muhimu kuhusu historia yetu ya Kiafrika, tafadhali ubonyeze like na ujiunga na familia. Katikati ya bara la Afrika, nchi nyingine nyingi pia ziliathiriwa na mvutano wa vita baridi. Zimbabwe, iliyoitwa Rhodesia zamani, ilipigana vita vya uhuru dhidi ya utawala wa wazungu. Serikali ya wachache wazungu ilipata msaada kutoka Afrika Kusini na Magharibi kwa kipindi fulani. Lakini wapigania uhuru wa Zimbabwe walipata silaha na mafunzo kutoka Urusi na China. Robert Mugabe na Joshua Nkomo walipigania uhuru kwa njia za kivita kwa miaka mingi. Mwishowe, Zimbabwe ilipata uhuru mwaka 1980 baada ya vita vikali. Historia ya Zimbabwe inaonyesha jinsi mapambano ya uhuru yalichanganyika na siasa za kimataifa. Vita baridi vilisababisha vita vya uhuru kuwa vikali na virefu zaidi kuliko vingalivyokuwa. Sudan nayo ilikuwa kwenye mstari wa mbele wa mvutano kati ya mashariki na magharibi. Kaskazini ya Sudan ilikuwa na serikali iliyopenda Urusi, wakati kusini kulipigania uhuru. Marekani walitoa msaada kwa vikundi vya kusini vya Sudan kwa miaka kadhaa. China pia iliingia katika mchezo huu kwa kutoa silaha na msaada wa kiuchumi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe viliua watu milioni 2 na kuwahamisha wengine milioni 4. Hatimaye, Sudan Kusini ilipata uhuru mwaka 2011 baada ya masuala mengi. Lakini hata baada ya uhuru, mvutano umeendelea kati ya serikali mpya na makundi mengine. Sudan ni mfano wa jinsi mapambano ya vita baridi yanaendelea kuathiri Afrika hadi leo. Historia hii ni ngumu sana na inahitaji kuzingatiwa kwa uangalifu mkubwa ili kuelewa. Afrika Kusini ilikuwa mchezaji mkubwa katika vita baridi kupitia sera ya ubaguzi wa rangi. Serikali ya watu wazungu ilipata msaada kutoka magharibi kwa miaka mingi ya utawala. Marekani na nchi za Ulaya ziliona Afrika Kusini kama kizuizi dhidi ya ushawishi wa Urusi. Lakini wakati huo huo, vikundi vya mapambano vya ANC vilipata msaada kutoka Masovieti. Oliver Tambo na Nelson Mandela walipokea mafunzo ya kivita kutoka nchi za kijamaa. Afrika Kusini ilishambulia nchi jirani kama Angola na Mozambiki kwa ajili ya kupambana na majeshi ya wapinzani. Serikali ya apartheid ilitumia propaganda ya vita baridi kujihalalisha mbele ya dunia ya magharibi. Mwishowe, apartheid iliisha mwaka 1994 baada ya shinikizo kubwa. Hatimaye, ninyi wapendwa, mnaweza kuacha maoni yenu kuhusu jinsi apartheid ilivyounganishwa na vita baridi hapa chini. Unbust, nchi za Afrika Magharibi vile vile hazikupona kwa mvutano wa kipindi hiki cha historia. Ghana chini ya Kwame Nkrumah ilipendelea ushirikiano na nchi za mashariki na za kijamaa. Nkrumah alipinduliwa mwaka 1966 na jeshi lililofadhiliwa na magharibi. Nigeria ilipitia vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1967 hadi 70. Eneo la Biafra liliomba uhuru, lakini serikali kuu ilipata msaada kutoka Urusi na Uingereza. Mamia ya maelfu ya watu walikufa kwa njaa na vita wakati wa mapambano haya. Magharibi na mashariki wote walitoa silaha kwa pande mbalimbali za mgogoro wa Nigeria. Historia hii inaonyesha wazi kwamba hata vita vya ndani vilikuwa na ushawishi wa nje. Afrika Magharibi ilikuwa maeneo ya michezo kama sehemu zingine za bara hili kwa miaka mingi. Mashariki ya Afrika pia iliona mapambano ya siasa kati ya Magharibi na Masovieti. Tanzania chini ya Julius Nyerere iliunda mtindo wa ujamaa uliokuwa na mwelekeo wa kijamaa. Nyerere alikaribisha ushirikiano na China
zaidi kuliko Urusi au Marekani katika miaka mingi. Kenya ilichagua njia ya kibepari na kuwa na uhusiano mzuri na Marekani na Uingereza. Uganda ilipitia mapinduzi kadhaa ambapo nchi za nje zilishiriki kwa njia mbalimbali. Idi Amin alishika madaraka kwa msaada kutoka Israeli mwanzoni, lakini baadaye akaelekea Arab. Eneo la mshoroba wa Afrika Mashariki lilikuwa na mvutano wa kisiasa kwa miaka mingi. Vita baridi vilisababisha nchi za eneo hili kuwa na mikakati tofauti ya maendeleo. Mahali pengine muhimu ni kusini mwa Afrika ambapo nchi nyingi zilipata uhuru katika miaka ya 70. Zambia ilipata uhuru mwaka 1964 chini ya Kenneth Kaunda. Kaunda alifanya siasa za kutokuwa upande fulani, lakini alikaribisha msaada kutoka pande zote mbili. Malawi chini ya Hastings Banda ilikuwa karibu na Afrika Kusini na hivyo na Magharibi. Botswana ilikuwa ni mfano wa nchi iliyojaribu kusimama mbali na siasa za vita baridi, lakini hata hivyo nchi hizi ziliguswa na mvutano wa kimataifa kwa njia mbalimbali. Silaha zilienea katika eneo lote na kuunda mazingira magumu kwa amani na maendeleo. Nchi za kusini mwa Afrika ziliumia sana kutokana na vita vya jirani zao. Mavita baridi kwa njia zake maalum. Didier Ratsilaka alishika madaraka mwaka 1976 na akaelekea upande wa Urusi. Madagascar ilikuwa na mahusiano ya karibu na Korea Kaskazini na nchi nyingine za kijamaa. Uchumi wa kisiwa ulishuka kwa sababu ya sera ambazo hazikufanya vizuri huko. Marekani walitoa msaada mdogo wa vikundi vilivyopinga serikali ya Ratsilaka kwa miaka mingi. Mwishowe, Madagascar iligeuka kwa uchumi wa soko huru katika miaka ya 90. Hata visiwa vya Afrika vilikuwa katika mazingira ya mvutano wa dunia wakati huo. Hakuna eneo la Afrika lililoweza kukimbia kabisa kutoka kwa ushawishi wa vita baridi. Pembe ya Afrika ilianza kuwa eneo muhimu sana la kijeshi kwa nchi kubwa. Djibouti ina mazazi ya kijeshi ya Marekani na Ufaransa na China hadi leo. Somalia ilikuwa na basi kubwa za jeshi za Urusi hadi mwaka 1977. Urusi walitaka kuwa na mlango kwenye bahari ya Hindi kupitia eneo la pembe ya Afrika. Marekani waliogopa kuwa Urusi wanaweza kuzuia njia za meli za mafuta kutoka kaskazini mwa Afrika. Ethiopia ilikuwa muhimu kwa sababu ya nafasi yake ya kijiografia katikati ya eneo hilo. Nchi za magharibi zilijenga mazazi ya kijeshi na mabalozi makubwa katika nchi hizi. Hadi leo tunaweza kuona matokeo ya mvutano ule katika pembe ya Afrika. Eneo hili bado lina mazazi mengi ya kijeshi ya nchi za kigeni. Silaha zilienea katika Afrika kwa kiwango kikubwa wakati wa vita baridi ya miaka mingi. Urusi walitoa silaha kwa nchi ambazo zilikuwa rafiki zao kwa bei nafuu au bure. Marekani nao walitoa bunduki na ndege za kivita kwa mataifa yaliyokuwa upande wao. China pia iliingia katika biashara ya silaha na kutoa bunduki za AK kwa nchi nyingi. Silaha hizi ziliongeza ukali wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika maeneo mengi. Hata baada ya vita baridi kuisha, silaha bado zipo na zinasababisha mvutano hadi leo. Baadhi ya nchi hazijawahi kuwa na amani kamili tangu miaka ile ya 70 na 80. Silaha za vita vilivyopita vinaendesha vita vya leo katika maeneo kadhaa ya Afrika. Wengi wa silaha ni mojawapo ya maradhi ya muda mrefu yaliyobaki kutoka kipindi kile. Uchumi wa nchi nyingine za Afrika. Kujawapo kibza kijeshi katika miaka mingi. Baada ya Agenda 70 na 80, Vistena mjene Mukelimu. Uchumi wa nchi nyingine sana yaliyobaki kutoka kipindi kile Mukeri. Mukea Madaviva ufonde kile Mukeri. Uchumi wa nchi nyingine zimeujamia badi ya Sredi nchi mepandana machumi wa Katire Mukeri. Uchumi wa nchi nyingine sana viliombea kamini katika miaka mingi
wa Mbambriri. Uchumi wa nchi nyingine ziliemeza Kamegi vita katika Mini. Uchumi wa nchi nyingi za Afrika uliumia sana kutokana na vita baridi ya miaka mingi. Serikali zilipata mkopo kutoka Urusi au Marekani kwa masharti ya kisiasa fulani. Nchi za Afrika zilishindwa kusimama kwa miguu yao wenyewe kutokana na utegemezi huu. Maendeleo ya viwanda yalizuiliwa kwa sababu ya vita na mvutano wa ndani wa nchi. Rasilimali zilitumiwa katika silaha badala ya elimu na afya kwa miaka kadhaa. Wataalamu wengi walizima kutoka nchi zao kwa sababu ya kutokuwa na usalama wa kutosha. Uchumi wa nchi nyingi bado unategemea msaada wa nje hadi leo. Wakati huu, vita baridi viliacha udhaifu wa kiuchumi ambao haujakwisha kabisa katika Afrika. Ni lazima tuelekee historia hii ili tusirudie makosa yaliyofanywa hapo zamani. Elimu na utamaduni vilivutwa katika mapambano ya kiitikadi wakati wa vita baridi ya miaka ile. Vyuo vikuu vilianza kufundisha nadharia za kijamaa au za kibepari kulingana na upande. Wanafunzi walienda kusoma Urusi au Marekani na kurudi na mitazamo tofauti sana. Filamu na muziki vilitumika kama silaha za kiitikadi kuvuta vijana upande moja. Magazeti na redio ilitumika kusambaza propaganda na mawazo ya kisiasa kila mahali. Sanaa ya Kiafrika ilikuwa ikichaguliwa kulingana na itikadi ya serikali iliyokuwa madarakani. Utamaduni wa asili uliteswa na kugawanywa kulingana na mipaka ya vita baridi. Hata leo tunaweza kuona athari za mgawanyiko huu katika jamii za Afrika. Ningependa mseme katika maoni yenu jinsi utamaduni wetu ulivyoathiriwa na vita baridi kwa ujumla. Dini vile vile zilitumiwa kama silaha katika mapambano ya vita baridi katika Afrika yote. Kanisa la Katoliki lilipendelea Magharibi, wakati baadhi ya mashehe Waislamu walipata msaada wa Arab. Serikali za kijamaa zilipigana na dini na kusema ni madawa ya hafifu ya akili. Makanisa na misikiti vilikuwa maeneo ya kupanga mapinduzi na kupinga mfumo wa serikali. Watume wa dini kutoka Magharibi na Mashariki walitumika kupata habari za ujasusi mara nyingi. Imani za kiroho zilishambuliwa au kusaidiwa kulingana na nia za kisiasa za nchi kubwa. Dini bado zinaendelea kuathiriwa na mvutano wa miaka ile hata leo hii. Mgawanyiko wa kidini katika nchi kadhaa una mizizi kwenye siasa za vita baridi. Tunaweza kusema kuwa hata imani za kiroho hazikupona kwa mvutano wa kipindi kile. Miaka ya 80 ilionyesha mwanzo wa mwisho wa vita baridi. Wakuoningzamia kitafanya. Miaka ya 80 ilionyesha mwanzo wa kuisho wa vita baridi. Miaka ya 80 ilionyesha mwanzo wa kumuchu akili. Wamuzika mavitamene za mvutano wakimvija mwamechani. Miaka ya 80 ilikuwa jeria kwa vita kifono wa mishopu dani. Miaka ya 80 ili miaka tweza kuniendela kumucho. Minao wa mwisho wa vita baridi katika ulimwengu wote. Mikhail Gorbachev alianza mageuzi ya glasnost na perestroika Urusi mwaka 1985. Nchi za Afrika zilianza kupata uhuru zaidi wa kuchagua njia zao bila shinikizo kubwa. Lakini changamoto zilikuwa nyingi kwa sababu uchumi ulikuwa umeharibiwa na vita vya miaka mingi. Serikali nyingi hazikuwa na uwezo wa kuendesha nchi bila msaada kutoka nchi za nje. Madikteta wengi walishika madaraka kwa nguvu kwa kukosa ushindani wa vita baridi. Afrika iliendelea kuumia hata baada ya dunia kubwa kutokuwa na mvutano mkubwa wa kiitikadi. Miaka ya 90 ilianza kipindi kipya cha changamoto tofauti kwa mataifa ya bara hili. Tunaweza kusema kuwa mwisho wa vita baridi haukumaanisha mwisho wa matatizo yote. Lenet tunaweza kuona matokeo ya muda mrefu ya vita baridi katika muundo wa kisiasa. Mipaka ya nchi nyingi iliyowekwa na wakoloni iliongezewa mvutano wa kiitikadi wakati wa vita baridi.
makabila na jamii ziligawanywa kulingana na siasa za nje badala ya mahitaji yao halisi. Serikali nyingi zilijengwa kwa muundo ambao ulilenga kufaa mahitaji ya nchi za nje. Vyama vya siasa viliunda itikadi kulingana na upande wa vita baridi waliopendelea wakati huo. Sheria na katiba za nchi nyingi zilijaa mafunzo kutoka mashariki au magharibi. Muundo wa jeshi na polisi ulibaki kama ulivyoundwa na washirika wa vita baridi. Afrika inabeba uzito wa muundo huu wa zamani ambao hauna tija leo hii. Mageuzi ni muhimu ili kuunda mifumo inayofaa mahitaji ya sasa ya watu wa Afrika. Uchumi wa kimataifa leo unaendelea kuathiriwa na mvutano uliowekwa miaka ya vita baridi ile. Nchi nyingi za Afrika bado zinategemea nchi moja kuu kwa msaada na biashara yao. Wakopaji wakuu wa leo ni wazao wa wale waliotoa mkopo wakati wa vita baridi. China imeongeza ushawishi wake Afrika kama ilivyofanya Urusi na Marekani zamani. Nchi za Magharibi zinaendelea kutafuta rasilimali za Afrika kwa masharti ya kisiasa fulani. Mifumo ya benki na fedha inayotawala leo ilizaliwa katika kipindi cha vita baridi. Afrika bado inatafuta njia ya kufanya biashara kwa haki na bila shinikizo la nje. Ushirikiano wa Afrika kwa Afrika ni njia pekee ya kuondokana na utegemezi huu. Tunahitaji kuelewa historia ili tusiendeshe makosa sawa kwa miaka ijayo ya maendeleo yetu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilianza wakati wa vita baridi vinaendelea hadi leo. Silaha kutoka miaka ya 70 na 80 bado zinatumiwa katika migogoro ya sasa. Vikundi vya kiasi walivyoanzishwa na nchi za nje bado vina nguvu katika nchi kadhaa. Uhasama uliozalishwa na itikadi za vita baridi haujakwisha kabisa katika jamii nyingi. Watu waliojeruhiwa na vita vile bado wanaishi na maumivu ya kiakili na kimwili. Familia zilizotengwa na mvutano wa wakati ule hazijawahi kuungana tena kwa amani. Afrika inahitaji mchakato wa uponyaji wa historia ili kuondoa vidonda vya miaka ile. Kikao cha kweli cha amani kitahitaji kuzingatia matokeo ya vita baridi katika jamii zetu. Ni wajibu wetu sisi leo kuweka msingi wa amani endelevu kwa vizazi vijavyo. Tunaweza kujifunza mambo mengi muhimu kutoka kwa historia hii ya vita baridi ya Afrika. Kwanza, Afrika lazima ijipange kwa maslahi yake wenyewe bila kufuata nchi kubwa za nje. Pili, vita vya wakala havina faida yoyote kwa watu wa kawaida wa Afrika. Tatu, ushirikiano kati ya nchi za Afrika ni muhimu zaidi kuliko utegemezi wa nje. Nne, historia lazima ifundishwe vizuri ili kusudi tusirudie makosa ya zamani ya miaka ile. Tano, usuluhishi ni lazima ufanyike ili kuponya vidonda vya miaka ya vita baridi. Afrika ina uwezo wa kuamua njia yake bila kulazimishwa na nguvu za nje za dunia. Lakini tunaweza kufanya hivi tu kama tutajua na kuelewa historia yetu ya kweli. Vijana wa leo ni warithi wa maamuzi ya jana na wenye jukumu kesho. Tafadhali, jiunge na mazungumzo haya kwa kuacha maoni yenu hapa chini kuhusu mafunzo mnayoyapata. Nchi za Afrika zina fursa ya kuunda mustakabali tofauti kutoka na mvutano wa zamani. Teknolojia mpya inatupa uwezo wa kufanya biashara na mawasiliano bila kutegemea nchi kubwa. Vijana wa Afrika wana elimu na uzoefu wa kufanya mabadiliko makubwa katika jamii. Tunaweza kujenga mifumo ya kisiasa inayojibu mahitaji ya watu wetu, si ya wageni. Rasilimali zetu zinaweza kusaidia sisi wenyewe badala ya kuimarisha uchumi wa nchi za nje. Afrika inaweza kuwa msukumo wa maendeleo ya dunia kama tutajipanga vizuri kwa ujasiri. Lakini hii itahitaji kuamka kutoka kwenye usingizi wa historia na kukubali ukweli wake. Tunaweza kuchagua kupigana na mvutano wa zamani au kujenga umoja mpya. Uchaguzi ni wetu na wakati ni sasa hivi ili kubadili mwelekeo wa bara letu. Kwa kumalizia safari yetu ya historia hii ya kuvutia ya vita baridi katika Afrika,
Tumeona jinsi Marekani na Urusi walivyogombea ushawishi katika bara letu kwa miaka mingi. Tumejifunza kwamba vita vya wakala viliua watu milioni na kuharibu uchumi wa nchi. Tumegundua kwamba utegemezi wa nje ulizaliwa na mvutano wa kipindi cha vita baridi. Tumeweza kuona kwamba matokeo ya mvutano ule yanaendelea kuathiri Afrika hadi leo hii. Lakini pia tumepata matumaini kwamba tunaweza kujenga mustakabali tofauti na bora zaidi. Historia hii ni funzo kubwa kwetu sisi sote kuhusu umuhimu wa uhuru wa kweli. Tafadhali, jiunga na familia ya Ufalme Uliopotea kwa kujiandikisha na kubonyeza kengele sasa hivi. Ubonyeze like na uandike maoni yako kuhusu mafunzo unayoyapata kutoka kwa historia hii. Je, ni jambo gani ambalo umejifunza leo ambalo linaweza kubadili mtazamo wako kuhusu Afrika? Asanteni sana kwa kunisikiliza na tutaonana kwenye video ijayo ya kuvumbua historia za Ufalme Uliopotea.